Nafasi zao kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kufikia sasa zinaweza ikawa sababu mojawapo kwa nini wananchi Yanga watakapocheza dhidi ya Namungo muda mfupi ujao kuanzia sasa katika mechi ya raundi ya 25 ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2025-26 itakuwa mechi ya kusisimua, mechi ambayo kila timu itahitaji kupata pointi 3 kadri inavyowezekana. Ni kwa sababu gani? Yanga hivi sasa wako nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa sababu watani zao wa jadi Simba waliposhinda bao 1-0 dhidi ya Dodoma Jiji jana, maana yake wamekuwa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 58. Yanga wana pointi 57. Lakini Yanga wana mechi moja ya kiporo ambayo ndio hii wanakwenda kucheza dhidi ya Namungo nyumbani kwao kwenye uwanja wanaotumia wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Namna pekee ya kurejea kileleni ni kwa wao kushinda, ndipo kwa uhakika zaidi, ili wadumishe tofauti ya pointi baina yao na wekundu wa Msimbazi Simba kuwa pointi 2, kwa sababu Yanga wakishinda watafikisha pointi 60. Lakini wakitoa sare bado watakuwa juu kileleni, lakini pointi zao na Simba zitalingana kwa maana kwamba watakuwa na pointi 58. Hivyo watakachokihitaji ili kuendelea kuwa imara kisaikolojia pale juu kileleni ni kushinda na sio matokeo mengine. Wakifungwa wataendelea kubaki wa pili na hivyo kujiweka mazingira magumu katika dhamira yao ya kuwania taji la 5 fululizo la ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu misimu minne iliyopita yote Yanga wametoa ubingwa. Lakini kwa Namungo wao hawako katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, ni wako katika nafasi ya 4 kutoka mkiani wakiwa na pointi 25 baada ya kucheza mechi 24. Performance, ufanisi wa around 35%. Namungo wanajua namna pekee ya kujikwamua kutoka katika nafasi hiyo ambayo inawafanya wawe miongoni mwa timu mbili zilizoko kwenye ukanda wa playoff ni kwamba wanatakiwa kushinda. Wakishinda, kwa sababu wana pointi 25, watakuwa na pointi 28. Matokeo yake watakwenda kuipiku Coastal Union iliyo katika nafasi ya 10 ina pointi 28 pia, lakini Namungo wana uwezo wa kwenda juu ya Coastal Union alimradi tu kuangalia head to head walipokutana nani alikuwa na matokeo bora zaidi. Lakini pia kama head to head haitoi mshindi, wanakwenda katika goal difference ambazo hapo zitamfanya Namungo awe na matokeo bora zaidi. Sasa kwa sababu hiyo ni matarajio kuona Yanga chini ya makocha Abdi Hamid Mwalin pamoja na Patrick Mabedi, lakini Namungo chini ya Pep Guardiola mnene kwa maana Juma Ramadhani Mgunda watapanga vikosi imara zaidi katika siku hii ya leo kuelekea mchezo huu. Ikumbukwe mechi ya kwanza iliyofanyika kwenye uwanja wa Majaliwa kule Ruangwa mkoani Lindi, Yanga walishinda kwa bao 1-0 lililofungwa na Laurindo Depu baada ya Maxim Pia Nzengeli kufanyiwa madhambi katika eneo la penalty la Namungo na beki Abdalla Mfuko. Lakini ni mechi ambayo Namungo walicheza vizuri sana. Namungo walikuwa na malalamiko kuhusiana na wao pia kutakiwa kupata mkwaju wa penalty kwa madhambi aliyofanywa na wachezaji wa Yanga, lakini mwamuzi Abdalla Mwinyi Mkuu hakutoa fursa hiyo, jambo ambalo baada ya mechi kukamilika kamati ya masaa 72 ilikuja kumwadhibu Abdalla Mwinyi Mkuu kwa namna alivyochezesha mechi hiyo ya Yanga dhidi ya Namungo ambayo Yanga walipata pointi zote 3. Sasa haitarajiwi kuwa mechi nyepesi hata kidogo. Kwenye kikosi Yanga wanatarajiwa kuingia na mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji 2, mfumo ambao hivi karibuni wamekuwa kiutumia ili tu benchi la ufundi chini ya Abdi Hamid Mwalin lipate huduma za nyota wake katika eneo la ushambuliaji, kwa maana Alan Okello awepo, lakini Mudathi Yahya Abbas awepo Maxim Pia Nzengeli awepo, Peodo Pako Mzuzwa, lakini pia wawe na mshambuliaji wao Prince Melo Dube ambaye ndiye huanza mara kwa mara, ingawa pia wanaye Laurindo Depu, wanaye Edmund John. Lakini kwa Namungo matarajio pia ni kuona wakiingia na mfumo ambao wamekuwa wakiutumia mara kwa mara baada ya golikipa, walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2. Sasa kwenye kikosi hiki inawezekana akaanza golikipa Djigui Diarra, lakini pia yupo Abu Talib Msheri yuko vizuri, Hussein Masalanga yuko vizuri, lakini Diarra anaweza kaanza pale golini, halafu beki wa kulia akawa Kwasi Atula yao, ingawa pia upo uwezekano akampanga hata Izra Patrick Mwenda, Kibwana Shomari wanaweza kucheza katika eneo hilo. Lakini ili kuhakikisha wanapata pointi 3, wale walionyesha kiwango bora katika siku za karibuni wanaweza kawa na ushawishi zaidi, yao ni miongoni mwao. Bega wa kushoto anaweza kaanza Shadrack Isaka Boka,
lakini kama Mohamed Hussein Shabalala yuko vizuri, anaweza pia kuanza kama beki wa kushoto. Katikati Ibra Baka, lakini vile vile yupo nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto ama Frank Yasinki, yeyote anaweza kaanza. Mwamnyeto hivi karibuni alikosekana, akawa akicheza Frank Yasinki. Lakini katika viungo wanne, matarajio ni kuona Dzuke Oga Abuya akiendelea kwa hapo pamoja na Mohamed Damaro Kamara. Kwa nini na sio Mudathir Abbas? Ni kwa sababu upo uwezekano kwamba Pierre Pacome Zouzoua akiwa hayuko fiti, maana katika mechi iliyopita aliumia. Matokeo yake kuna uwezekano kwamba yeye asianze. Asipoanza, mara nyingi huwa anakuepo Mudathir Abbas miongoni mwa wale washambuliaji wawili pale juu. Mudathir Abbas ili upande mmoja awepo Maxim Pia Nzengeli, upande mmoja huku awepo Maxim Pia Nzengeli, huku anapokuwepo Pacome Zouzoua anaweza kaanza Alan Okello endapo Pacome hataanza, kwa sababu taarifa zilieleza katika mechi iliyopita aliumia kuelekea mwishoni mwa kipindi cha kwanza, matokeo yake kipindi cha pili hakuwepo uwanjani. Sasa anaweza akawa Okello, akawa Max, halafu katika wale washambuliaji wawili pale akawa Prince Pumelo Dube pamoja na Mudathir Yahya Abbas, kwa maana kwamba Mudathir awe nyuma kama supportive striker nyuma ya Prince Pumelo Dube ambaye yeye ndo matarajio aje kucheza hapa kati ya mabeki wawili wakati wa Namungo, alafu Mudathir Yahya Abbas awe achezi mbali katika eneo hili akihakikisha anawania mipira ya pili kwa ajili ya kuwadhuru Namungo. Lakini pia kwenye ubunifu Mudathir Yahya Abbas yuko vizuri, tunafahamu vizuri, na tayari ana mabao takribani 8 mpaka sasa na ana assist moja akichangia mabao 9. Yupo kwenye kiwango kizuri. Lakini Alan Okello, matarajio ni kwamba kama kawaida atakuwa anacheza sana eneo hili kati ya beki wa kati na beki wa pembeni kulia wa Namungo, kazi ambayo pia Maxim Pia Nzengeli anatarajiwa awe cheza yake iwe zaidi maeneo haya. Kama Okello alivyokuwa maeneo haya, Maxim Pia Nzengeli awe maeneo haya, huku Dube awe katikati, alafu Mudathir Abbas awe nyuma ya Dube wakati wanapokwenda kushambulia, huku pia Mohamed Damaro Kamara yeye awe katikati, halafu Dzuke Oga Abuya amove kwenda juu kuongeza idadi ya wanaoshambulia pindi wanaposhambulia, kwa sababu yeye anaweza kawa ndio box to box midfielder, kwamba wanaposhambulia na kwa juu, wanapozuia anarudi nyuma kusaidia mashambulizi, kusaidia kuzuia, wakati Damaro Kamara yeye muda mwingi akishirikiana na kina Ibra Baka, Frank Yasinki ama Bakari Nondo Mwamnyeto kwa ajili ya kuhakikisha wanakuwa salama muda wote hata pale wanaposhambulia. Lakini mabeki wa pembeni kwa satula yao, majukumu yake siku zote inafahamika, kwenda kuongeza mapana ya uwanja. Ana uwezo pia kuingia ndani kwenda kuongeza idadi wanaoshambulia, akibadilika kuwa playmaker, kuwa kiungo mchezeshaji kutoka kwa beki pindi wanaposhambulia, kazi ambayo anaweza kuifanya Shadrack Sakaboka kwenye upande wa kushoto ama Mohamed Hussein Shabalala. Lakini pia yupo Kibwana Shomari anaweza kutumika katika eneo hili, kwa sababu Kibwana Shomari anaweza kucheza beki wa kulia, anaweza kucheza beki wa kushoto, inategemea mwalimu atakavyoamua. Tukumbuke vile vile Yanga wanao nyota wengine kadhaa wanaweza kupata nafasi ya kwanza mwalimu akiamua. Mbali nao natoka kuwataja, kuna Shekani Ibrahim, kuna Salum Abubakar Shwaboy, kuna Faridi Musa, miongoni mwa nyota kadhaa ambao Yanga wamejaliwa kuwa nao, kina Lasin Kuma, wote wapo kwa ajili ya kuweza kutekeleza jukumu hilo. Ni swala tu la benchi la ufundi kuona nani waanze, lakini wanapozuia, matarajio ni kuona wanarudi katika ile shepu yao ya kiulinzi kwa kuonekana namna hii kwenye michoro, ingawa kwenye kucheza inategemeana na mwenendo wa mechi, huku muda mwingi Dube yeye ndo akiwa kwa juu, halafu Mudathir Abbas akija kuungana na kina Mohamed Damaro Kamara, akina Dzuke Oga Abuya kuhakikisha eneo la kati linaendelea kwa salama muda wote. Lakini kwa Namungo, matarajio ni kuona kwenye mfumo huu golikipa akiwa ni Musa Malika, anaweza karudi badala ya Suleiman alianza katika mechi iliyopita iliyotoka sare ya 1-1 dhidi ya Mbeya City. Beki wa kulia leo hii anaweza akaanza Rogers Gabriel, afu kushoto ukawa na Julius Machela kama beki wa kushoto, katikati ukawa na Hussein Kazi akawa pamoja na Abdalla Mfuko. Mechi iliyopita eneo hili alianza Hamisi Khalifa Mgunya kama miongoni mwa mabeki wakati, lakini leo hii anaweza kaanza Abdalla Mfuko kama ilivyokuwa katika michezo ya mzunguko wa kwanza. Abdalla Mfuko ndiye aliyekuwa miongoni mwa mabeki wawili wakati, lakini katika viungo wanne matarajio ni kuona
Jacob Masawe akiwa upande wa kulia, kushoto akiwepo Hassan Kabunda, halafu katikati kukiwa na Abdul Karim Kiswanya pamoja na Geoffrey Julius Luzendaze anaweza kawa miongoni mwa wale double pivot, huku Luzendaze akiwa na jukumu la kuwa yeye anapanda zaidi na kurudi, anapanda kwenye ubunifu pindi wanapokwenda kushambulia, lakini akirudi kuungana na Kiswanya katika kuhakikisha wanakuwa salama wakati wanazuia. Lakini katika washambuliaji wawili, matarajio ni kuona leo hii Fabrice Ngoi wa Ngoi, top scorer wao katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu, akiwa miongoni mwa wanaoanza, tofauti na mechi iliyopita dhidi ya Mbeya City ambayo alianzia nje. Lakini anaweza akawa na nane, akawa na Shahame au akawa na Heritier Makambo miongoni mwa washambuliaji wawili pale juu. Inategemea mwalimu Juma Ramadhani Mgunda ataanza na yupi. Lakini kwa kucheza hivi maana yake ni nini? Kama ni Fabrice Ngoi wa Ngoi ndiye atakayekwenda kuongoza mashambulizi, alafu mwingine kama ni Heritier Makambo au Shahame atakuwa second striker nyuma ya Fabrice Ngoi, lakini wakati mwingine waka exchange position, wakabadilishana nafasi, mmoja akawa second striker, mwingine yuko mbele wakati wanapokwenda kushambulia. Lakini Jacob Masawe kama kawaida tunafahamu ana nishati ya kutosha, atakuwa anataka anashambulia maeneo hayo kama ilivyo kwa Hassan Kabunda ambaye katika sare ya 1-1 dhidi ya Mbeya City ndiye aliyefunga bao la Namungo. Halafu Julius Machela kwenye kushambulia anatokea pembeni kwenda kuongeza mapana ya uwanja kama ilivyo kwa Rogers Gabriel. Halafu viungo wao hapa kama nilivyotoka kueleza, Geoffrey Luzendaze atakuwa muda mwingi katika eneo la ubunifu akiwa mbele, Kiswanya akiwa nyuma yake kuungana na kina Abdalla Mfuko, Hussein Kazi. Lakini wakati huo golikipa hapa nazungumzia Musa Malika, yeye atakuwa akifanya kazi pia ya kuanzisha mashambulizi pindi wanapokuwa wanafanya build up, kwa sababu ni mzuri katika eneo hili, na wakati mwingine akipiga mpira mirefu kwenda kwa kina Makambo au kwenda kwa kina Fabrice Ngoi wa Ngoi au kwenda kwa kina Shahame. Lakini pamoja na muundo huu, matarajio ni kuona muda mwingi Namungo wakifanya jukumu la kuzuia zaidi, wachezaji wake wengi katika muda mwingi wa mchezo wakishiriki katika kuzuia, huku mashambulizi yao ya kujibu ikiwa ndiyo silaha katika kuhakikisha wanapata fursa ya kwenda kuidhuru Yanga kwa mashambulizi ya kujibu na sio kupishana nayo katika kumiliki mpira, hasa kwa kuzingatia kwamba uwanja wa KMC Complex unaruhusu boli kutembea. Juma Ramadhani Mgunda anajua na ndiye muasisi wa kauli ya boli kutembea, kwamba akipishana na Yanga ni hatari, yaweza ikawa kaimarisha zaidi katika eneo lake la kiulinzi ili ashambulie kwa kujibu. Eneo moja wapo ambalo Namungo anapaswa kuwa makini ni katika kuhakikisha kwamba golikipa wao hafikiwi, kwa sababu saving percentage za Namungo ziko chini, kwa maana kwamba idara yao ya magolikipa katika kucheza mipira inayopigwa kuelekea golini kwao imekuwa ya chini kulinganisha na Yanga. Mpaka sasa baada ya kucheza mechi 24, Namungo wamepigiwa mashuti ya kulenga shabaha 47. Kati ya haya wakaruhusu goli 25. Manake saves walizocheza ni 22. Sasa saves 22 katika mashuti 47 ukizidisha kwa 100 unagundua hapa saving percentage ni around 47%, ambao ni kiwango cha chini mno, kwa sababu kwa kawaida wanasema chini ya 68% ni red flag, kwamba kuna kibendera chekundu, kwamba eneo la kwa magolikipa litafutiwe msaada wa kuboresha uwezo wao, kwa sababu manake katika kila mashuti 100, mashuti 53 kamba yanaokolewa na 47. Lakini Yanga mpaka sasa golini kwao wamepigiwa mashuti ya kulenga shabaha 28. Halafu wameruhusu goli 8. Hizi 8 pamoja na lile la kujifunga la Bakari Ndomo Mnyeto katika mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo wapinzani wamefunga goli 7. Saves kwa lugha nyingine zipo 21. Sasa saves 21 kati ya mashuti 28 ukizidisha kwa 100 unapata saving percentage za around 75%, ambacho hiki ni kiwango cha juu cha udakadi. Lakini kwenye kushambulia Yanga washapiga mashuti 213, wamefunga mabao 55, ndio timu iliyofunga mabao mengi kuliko timu zote katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, kwa kufunga mabao 55 kutokana na mashuti 213 waliopiga Yanga mpaka sasa, kutokana na mechi zao hizo walizocheza mechi 24.
ni kwamba mabao 55 katika mashuti 213 ukizidisha kwa 100 unapata kitu tunaita goal conversion rate ya around 26%. Lakini kwa Namungo wao mpaka sasa mashuti waliopiga Namungo ni 127, wakati Yanga mashuti 213, alafu kati yake ndio wakafunga mabao 18 kati ya mashuti ya 127. Ukizidisha kwa 100 hapa unapata goal conversion rate ya around 14%. Kwa hiyo kwenye kufunga Yanga wako vizuri zaidi kutumia nafasi, na ndio maana wamefunga mabao mengi kuliko timu zote. Kwenye kuzuia Yanga wako vizuri zaidi, hata kwenye kusave, zile saving percentage zao za 75% zimewafanya Yanga wawe ndio timu iliyoruhusu mabao machache kuliko timu zote katika ligi kuu Tanzania bara kufikia sasa, kwa sababu imeruhusu mabao 8 tu, wakifuatiwa na Azam walioruhusu mabao 9, kuna Simba walioruhusu mabao 10, na Namungo wameruhusu mabao 25. Lakini kwenye kufunga Namungo ni timu ya 3 kwa kufunga mabao machache. Waliofunga mabao machache zaidi ni Tanzania Prisons na Mashujaa waliofunga mabao 12. Halafu kuna KMC imefunga mabao 13, halafu inayofuatia ni Namungo iliyofunga mabao 18 tangu ligi kuu Tanzania bara ianze kwa msimu 2025-26, mechi 24 wakiwa uwanjani. Sasa kwa kuzingatia hizi small details tunataka kuzieleza katika kushambulia, katika kuzuia, basi Namungo wanapaswa kuwa makini sana katika kuhakikisha wanakuwa salama.